Hii ni MTV1 Online inayokutangazia kutoka eneo la Uswahili. Leo tupo wilayani Lubero, jimboni Kivu ya Kaskazini, ambako tunarusha matangazo yetu ya leo. Jina langu ni Jean-Paul Sikiminywa. Leo ni tarehe 27 mwezi Novemba mwaka 2025. Taarifa kuu siku ya leo ni wakazi wa sekta ya Bapere wilayani Lubero, jimboni Kivu ya Kaskazini, washutumu serikali na wabunge kukaa kimya kuhusu mateso wanayopitia, hasa mauaji. Watu wengi wamenungunika, raia hawana amani, hawana mioyo kwenye maisha ya kiutu kabisa. Kwani juma iliyopita kuanzia siku 15 hadi 21 mjini Goma, gavana wa Kivu Kaskazini upande wa AFC M23 aanza kazi za maendeleo baada ya kuweka usalama. Kufanya development. Kama watu wakishapata amani, cha kufuata ni kufanya development. Hii mfereji tulikutanaka hapa, hii mfereji mtu akishuka mwa barabara, mtu anaweza anguka ndani, maisha ya mtu naenda. AFC M23 yatangaza kuwa haiwezi fungua uwanja wa ndege wa Goma kabla ya mazungumzo kati yake na serikali ili kuafikiana, asema Loras Kanyuka. Ni hayo kwa siku ya leo na karibuni tena. Taarifa yetu ya habari yaanzia wilayani Lubero, jimboni Kivu Kaskazini, ambako wakazi wa sekta ya Bapere watuhumu serikali na wabunge kukaa kimya kuhusu mateso wanayopitia, hasa mauaji. Watu wengi wamenungunika, raia hawana amani, hawana mioyo kwenye maisha ya kiutu kabisa. Kwani juma iliyopita kuanzia siku 15 hadi 21 hawa majambazi wa EDF Nalu walizunguka kabisa, walitia mzunguko kuanzia kwenye Sandre ya Mangurijipa Sandre msekter de Bapir, wanazunguka wanakamata barabara ya kupanda Butembo, miji kama Byambwe, Masingi Tuta, wanapanda hadi Kirima. Kirima ni eneo iliyopatikana kwenye kilomita 30 mashariki mwa mji wa Butembo. Alafu walienda wanazunguka, wanafika kwenye maeneo za groupement Muhola, wanashuka wanazunguka hadi Buinga. Yaani eneo lote la magharibi mwa mji wa Butembo lilivamiwa na wakaaji waliondoka, wachache waliokufa walishakufa. Watoto wengi wamejeruhiwa, wamama wajamzito walipata matata kabisa kwenye njia, kwenye mapori. Siku zinaposonga mbele kwa sasa, ndipo kuna pimaonekana kamani kadogo kanakuwa kama kanajitokeza baada ya kuwashambulia hawa magaidi kwa muungano ya wazalendo pamoja na jeshi la taifa la Kongo. Alafu kwa nyakati tunazoongelea, wakaji wa moja wanaanza kuja kuangalia kwenye mashamba, wanaweza kuangalia mahali kama zinaendeka je. Ila kwa wale ambao nyumba zimeunguzwa, tunaendelea kusema tupole na kuita government kwa msaada kabisa wa dharura, kwani kwenye kituo kikuu cha zone de sante ya Biena kinakuwa kwenye shida kabisa, kinakuwa kwenye shida, kwani matawi yake yote yamefifia, yanadidimia hadi sasa. Wanapozunguka wanaunguza centre de sante de reference ya Byambwe. Mbeleni ilikuwa ni centre de sante ya kisasa Masingi. Alafu hizo ndizo dalili ambazo tunaweza kuzungumzia kwa sasa, na kuomba yule ambaye anapaswa kuwa na moyo wa ukarimu, moyo wa usaidizi, ambao na nia ya kuletesha wazo la amani ama kujitolea kimuhanga kwa wananchi wanaoteseka na wanaofia maisha yao kwenye ardhi yao, tunayakaribisha kabisa, na tunasema nini kinahitajika? Mahitaji ni mengi kwa njia ya kiafya. Ya kwanza ni nini? Ni afya, dawa hakuna. Afya ama usalama? Wote wa dawa kabisa.
wakaaji wanalaga kudawa sana. Ya pili, shule hadi sasa mwezi huu unaenda ukikomeshwa, hakuna shule lolote ambalo linaendeshwa kwenye sekta nzima na maeneo mengine yote ambayo yanazunguka hiyo sekta. Yengine mambo ni uendeshaji wa biashara. Haya sasa yamekuwa tena magumu zaidi, na kwenye barabara hao waendesha biashara wanapata magumu kwa ngambo zote kabisa. Sasa mnahitaji hiyo ama mnahitaji usalama? Usalama kabisa ndio ombi kwa kila mkaaji. Usalama unazidi kila kitu. Ezekiel Msubahu, asante sana. Kwa sasa, kwa mwisho, hali ikoje kwa jumla tunavyozungumza? Hali inaendeleaje? Hali haiyakuwa shwari, hali ni hivyo tu, kwani adui anazunguka. Jimboni Ituri, hasa katika mtaa wa Aru, viongozi wa kimila wa usultani wa Kakwa watuhumu hali mbovu ya usalama wanayopitia wakimbizi waliotoka Sudan Kusini wakikimbia vurugu nchini mwao. Constant Sambagalwa na habari zaidi. Wakimbizi hawa wenye wanaishi katika vijiji vya Kereniku, Nyangara ya kwanza na Nyangara ya pili, Kembio, Liku, Kengezi Baze, Arile na Bula, mara nyingi wameshambuliwa na watu wanaobeba silaha kutoka huko Sudani ya Kusini. Kwa mjibu wa vyanzo vya huko, mashambulizi haya mara nyingi yanaambatana na uporaji wa mali yao na kuathiri wakimbizi pamoja na wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hali hii ya hofu, viongozi wa kimila wameamua kuchukua hatua. Kiongozi wa usultani ya Kakwa, Bwana Likambochukia, ametangaza ya kwamba wakimbizi hawa watahamishwa hivi karibuni kwenda maeneo ambayo watapata salama ndani ya sheferi yake. Eneo mbili tayari zimekabishwa serikali zikiwa katika groupement ya Adumi na Inzi. Maeneo haya yalitumiwa pia 1939 kupokea wakimbizi wa Sudani Kusini. Kazi za maandalizi zimeendelea, ni kama ujenzi wa vibanda, kuandaa maeneo na kupanga mambo ya usafiri. Lakini maendeleo ya kazi hizi yanategemea msaada ya shirika za kiutu na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa viongozi wa ndani, hii ni jambo la muhimu sana. Ni kuhamisha watu hawa haraka ili ya kuepuka mashambulizi mengine na kulinda pia jamii za kienyeji ambao nao wako hatarini. Usalama tena hauna uhakika kwenye mpaka. Lazima tuchukue hatua sasa, asema mzee mmoja wa eneo hilo. Wakati wakisubiri kukamilika kwa maeneo mapya, hofu bado imeonekana wazi katika vijiji vya mpakani ambapo wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaishi wakihofia mashambulizi ya mara kwa mara. Nikiripoti toka MTV hapa mjini Bunia, mimi ni Constant Sambagalwa. Turudi mtaani Lubero, jimboni Kivu Kaskazini. Viongozi wa mtaa wa Lubero wakiungana na wale wa Kirumba, eneo linalodhibitiwa na wanamapinduzi wa AFC M23, wameunguza sehemu kubwa ya tumbako kali aina ya bangi walionyang'anya wakaaji wanaojihusisha na biashara haramu ya tumbako hiyo mjini Kirumba na kando kando. Shughuli hizo zimeendeshwa kunako ukumbi wa Galeri Dalzo chini ya uwepo wa raia wengi waliokuja pia kuhudhuria kazi za salongo Alhamisi hii, kama anavyosema hapa kiongozi wa mji wa Kirumba Munyandekwe Fizi Inosa. Kwa kweli ile ambayo unasema ni kweli, kwani mwi asubuhi tuliamkia msalongo, lakini hiyo bangi ambayo unasema tulikuwa tumekamata ayo kunaisha 3 au 4 jours. Kwa kweli ni wachuruzi wa bangi ambayo wanapatikana kwa hii mwingine ya Kirumba, na hii mwingine ya Kirumba ilikuwa ikikumbwa na wale watu ambao wanavuta bangi na wamama ambao wanachuruza hayo. Kwa kweli tuliona hatuwezi tukakubali ya kwamba vijana wetu waendelee kuvuta bangi, kwani mvuta bangi anakuwa fu. Mvuta bangi yeye ndiye anafanya vitu vibaya mara kwa mara. Sisi kwetu kwa AFC M23 kwa kweli kitu yote ya anti-Valer hatukubali. Kusema ile vitendo vibaya vyenye walikuwa wakifunzwa na gouvernement sasa, ile gouvernement ya Chilombo, sisi kwetu hatukubali ile. Hatukubali kweli watoto wetu wakuwe watoto wa kupatia bangi na vingine vitu vibaya. Kusema hatukubali ile, tunakataa. Ndio maana mwi asubuhi nyuma ya salongo tumeita raia wote kama kawaida, kwani muda salongo inaisha tunaongelesha raia, na tuliwaongelesha tukiwaonesha ile shida ambayo tulikuwa nayo ya bangi. Ilikuwa mifuko 11 yote tulikamata. Ni mtu ambaye alikuwa mchuruzi mwenye tulinyang'anya alikimbia, tulikamata tukisema ngoja tukamate, yeye alikimbia, tukikamata ile bangi. Tulikuwa na Colonel Bisamaza,
bangi tukaikamata. Kwa muda hii tuliita population kusema tuichome, tuirunguze publiquement wote na wako hapo. Na kwa kweli mama journaliste, mumeona ya kwamba tumeunguza na tumehimiza population yetu kusema iachane na vitendo vibaya kama vile. Kwa upande wake, Kambale Ngeleza wa shirika la wafanyabiashara wa Kirumba ameshukuru viongozi wa pahali kwa kazi hiyo kubwa ya kushika bangi hiyo na kuiunguza inayovuruga akili za vijana. Ninashukuru wakubwa wa AFCM 23 kwa jambo ambalo wametuonyesha kwa siku ya leo, siku ya Salongo. Muda wana nasa bangi na kuilunguza hadharani, ila ni jambo ya kuonyesha kwamba kabisa wanalaga population yao, na ndio maana nena kazi ya hilo jambo kusema taungana mkononi kusudi tuweze kumalizisha hivyo vitendo vibaya. Hiyo sio uchuruzi ambayo inaruhusiwa. Vitu yote ambavyo haviruhusiwe kuchuruziwa itabidi tuvikataze kabisa. Kwizera Eli ni kiongozi makamu wa mtaa wa Lubero upande wa AFC M23 aliyeshiriki shughuli za leo, naye aelezea kwamba ni marufuku kuuzisha na kutumia bangi kwenye tarafa la Lubero, na pia apiga marufuku biashara na kuvaa mavazi inayofanana na ile ya kijeshi. Ni kusema kwetu kwa AFC hatutaki ile madrog zenye zinaharibu vijana hasa zenye zinaua communauté à travers mabangi, à travers mapombe zezi fortement alcoolisé. Na ndio maana leo tumekamata wakati ya kuweza kuchoma na kuteketeza ile madroge zote. Ni kusema naita raia wote wa tarafa la Lubero ya kwamba uongozi wa chama, uongozi wa tarafa la Lubero inakataza, inapiga marufuku sana utumizaji au uchuruzi wa bangi. Jua kuwa ni gunia 11 za bangi ndizo zimeunguzwa na viongozi hao wa mtaa wa Lubero upande wa AFC M23. Mjini Goma, gavana wa Kivu Kaskazini upande wa AFC M23 Erasto Musanga aanza kazi za maendeleo baada ya kuweka usalama. Baada ya kuimarisha amani na usalama katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, viongozi wa AFC M23 wanaanza kasi ya maendeleo, haswa ujenzi wa miundombinu ikiwemo mifereji ya maji iliyosumbua mji wa Goma kwa muda mrefu. Dizirenga Bokisuba ni meya wa Goma kwa muda. Kwetu tunaweza kumkaribisha liwali ili anafika hapa na kuambia shabaha ya liwali kukuja hapa. Kama liwali wetu amefika hapa ni kwani tulikuwa namulilia juu ya tatizo ya mfereji ambayo iko hapa juu. Liwali, kwetu ni furaha sana kuona unaleta suluhisho ya ujenzi ya hii mfereji ambayo ilikuwa imeshatesa population yako ya Goma. Wakaaji wa hapa walikuwa wameteseka sana, watu ambao wanapratike hii route ya par excellence usiku na mchana walikuwa wako naanguka ndani ya ile mfereji, lakini wakati tumekuja kukulilia na umeleta suluhisho. Kwa hiyo naalika population yote ya Goma kuweza kumpigia excellence vigelegele. Excellence, tutaendelea kushukuru paske depuis que tuko hapa ndani ya mji wa Goma, non seulement umeweza kuleta amani ndani ya mji wa Goma, population yako inaanza sinzia, watu wanaanza tembea usiku na mchana, na kila mara wakati tunakuletea shida, wakati tunakuletea malalamiko ya population yako excellence, unaweza kuapporter ma solution, na hiyo ni kitu ambao tunakushukuru sana. Kwa hiyo tunaomba waweze kupigia vigelegele. Haya, mengi tutaachia peut-être parole mtu wa Visionet ndio ataweza kupana mpango ambao itafuata juu ya ujenzi. Asante. Mradi ambao utachukua miezi 6, kisema engineer wa miradi. Asante kwa kunipatia neno. Neno ya kwanza ni ya kushukuru Mheshimiwa Diwali wa Jimbo ya Kivu. Jinsi amesikia malalamiko yetu akatupatia kazi ya kujenga ile mfereji. Kazi ya kujenga hii mfereji ni kazi yenye italipiwa na province ya Nord Kivu. Hiyo kazi itakamata miezi 6 au maximum. Vitu vyote vya kwanza ile kazi aisha tutayarishia, maana yake teke anafungula, tutapita tunaanza kazi. Itakuwa kazi ya kukamata hii mai ya kutoka Mrompwe Virere ya kushuka mupeteshe.
tulifanya maplan na madevi za jinsi kazi itafanyika. Maana yake tunatachimba hii mfereji, apre kuichimba tunaijenga, apre kuijenga tunaifunika, watu hawatakuwa wanaangukia mwa ile mfereji tena. Tunashukuru pia na tunaomba population ya Goma ishukuru tena mheshimiwa juu kila wakati tunampelekea barua ya development anapitaka na kujiria positivement apres kujifunza yeye na ekipe teknike yake. Asante. Kwa hiyo muda tutamwalika liwali gouvernement kwa habari population ya Goma. Habari. Si hatuna mambo mingi ya kuzungumuza. Vitu vya kuzungumuza vya kuelezea population yetu ni vitu tatu. La kwanza tunakisemaka kila siku ni kuleta amani. Sie wote tuungane hapa kwetu, tutie nguvu pamoja, tulete amani mu province yetu. Andehoro ya province yetu tulete amani mu Kongo yote a general. Ya pili ni kufanya development. Kama watu wakisha pata amani, cha kufuata ni kufanya development. Hii mfereji tulikutanaka hapa, hii mfereji mtu akishuka mwa hii barabara, mtu anaweza anguka ndani, maisha ya mtu naenda. Ndio tuliomba leadership yetu, uongozi wa chama, wakatuautorize juu tutengenezeshe hii mfereji. Ndio saa hii ni fo propre ya province. Hivi saa hii tunataanzisha hii mfereji, tuone kama sawa jinsi tulianzishaka hii barabara kwenye kulikuwa mashimu, tuko na patengeneza mwingine yetu kwa propre. Ndio cha lazima. Ya tatu, apres development yenye tunaomba population yetu ni kupendana, watu wakuwe na upendo. Mungu anapenda watu yote, na Mungu sana anapenda watu yote, hawapende jea na anapagua. Tunaomba population yetu ya province ya Nord Kivu, ya vile ya Goma en particulier, watu wakuwe na upendo, watu wapendane, watu waache ubaguzi wa ukabila, mtu aone mwenzake muone sawa damu yake, tujenge kwetu. Asante. AFC M23 yatangaza kuwa haiwezi kufungua uwanja wa ndege wa mji wa Goma kabla ya mazungumzo kati ya serikali ya Kinshasa na M23 AFC kuafikiana, asema Loras Kanyuka wa M23. Je pense pour la question de l'aéroport, ça serait mieux qu'on laisse ça avec les déclarations, le dialogue qui s'est fait à Doha, mais ça sera avec notre collaboration. Sans nous, l'aéroport de Goma, je m'excuse, sera difficile d'être réouvert. Merci. Asante ndugu Malvika, mbele nipatie neno kwa kamaradi Chantal. Ndiyo tulisema mambo ya accord cadre ya Doha, yenye lisema tukuwe na cessez-le-feu, lisema ba mesure de confiance. Bale que mesure de confiance, Kinshasa il fallait libérer les prisonniers zetu. Hakuna hata mmoja Kinshasa anataka. Na Kinshasa anaendelea kuvioler cessez-le-feu. Sasa hivi alisema maneno yenye madame Kaikwamba Wagner alisema jana ke balikuwa forcé kusigner accord cadre. Inaonesha eti aba batu abapende kimya, abapende amani. Ndio vile biko na siku yote kubombarde basivili. Na sie tunasema tuko hapa, tuko na bandugu biko na baua saa yote, tutabaproteger et tutabadefendre, ile tutazifanya. Ndio tunasema nie benye nuko batu ya presse, nwambia dunia lamuna biko na uwa batu, nunayua siku yote, na wepe kona yuwa, mandeke kuna kuya, madroni kuna kuya, na alterilu tulikuwa nayo hapa sisi hapa juzi, mie peke nalikuwa pale, na liona vile ndege iko na pika,
population na shamba iko na piga kushamba iko na kulibisha vitu yote. Mais bien nitakwambia ike uyue tutaproteger bandugu zetu et tutabadefendre. Ile ndio ya muhimu, ya bingine tuachia politiki. Ni hayo kwa siku ya leo, karibuni tena. Tunawashukuru kuwa wengi njiani mwa anga kutusikiliza. Hii ni MTV1 Online na liitwa Sikiminywa Jean Paul Sene Nasibu.